Jua lilikuwa linakaribia kuzama na ndani ya nyumba ya mzee Matayo ukimya mzito ulikuwa umetanda. Mtoto wake Kelvin alikuwa ameketi pembeni, mgongo wake umeegemea ukuta uliopasuka, macho yake yakiwa makali kana kwamba yalikuwa yanatafuta kosa la kumlaumu mtu. Mama Kelvin alitoka nje taratibu akiwa amebeba sahani ya ugali na mboga, akaweka nje kwenye mkeka. "Kelvin, chakula kiko tayari." Kelvin hakujibu mara moja. Alitazama chakula kwa muda mrefu kisha akacheka kwa dharau. "Hiki ndicho mnachokiita chakula?" aliuliza bila hata kuinua kichwa. Mzee Matayo, baba yake Kelvin, aliinua macho yake taratibu. "Hiki ni chakula tunachopata kwa jasho letu," alisema kwa sauti nzito. Kelvin akatikisa kichwa polepole. "Basi jasho lenu halifai?" Maneno hayo yalining'inia hewani kama kitu kizito. Mama Kelvin alikaa chini polepole, akimwangalia mwanaye kana kwamba alikuwa anamwangalia kwa mara ya kwanza. "Kelvin, usiongee hivyo," alisema kwa sauti iliyojizuia isivunjike. Kelvin akamgeukia kwa haraka. "Niongee vipi? Kila siku naenda shuleni wananiangalia kama mzaha." Mzee Matayo akamwambia, "Hata kama watakucheka mwanangu, tambua ya kwamba umaskini wetu sio wa milele. Ipo siku Mungu atatukumbuka na sisi. Kwa sasa hatuna uwezo wa kununua nyama, ila ipo siku tutapata pesa mwanangu." Mama Kelvin akasema kwa sauti ya maombi, "Mwanangu, vumilia." Kelvin akapiga kelele kwa nguvu, "Usiniambie nivumilie umaskini mlioniachia. Toka nimezaliwa nyie ni maskini tu. Ni lini tutaishi maisha kama kwao na marafiki zangu?" Mzee Matayo alisimama. "Kelvin, heshima kwa wazazi si hiari, ni lazima utuheshimu sisi wazazi wako," alisema kwa sauti ya ukali. Kelvin akasimama pia, macho yake akimkazia baba yake. "Heshima inanunua nini?" aliuliza kwa sauti kali. "Inanivisha viatu vizuri." Mama Kelvin alisimama kati yao. "Kelvin, maneno yako yanadharau sana." Kelvin akamwangalia mama yake bila kupepesa macho. "Sitaki maisha haya." Kelvin kwa hasira alikiacha chakula na kaamua kuondoka kwenda ndani. Mzee Matayo alikaa chini ya mti na kulia sana kutokana na ugumu wa maisha. Hakuamini ipo siku mtoto wake wa kumzaa atamdharau namna ile. Hiyo siku ilikuwa ni ngumu sana kwa Mzee Matayo. Baada ya muda kidogo, mvua ilianza kunyesha nje kwa nguvu, sauti yake ikigonga paa lililochoka. Matone yakaanza kudondoka ndani ya nyumba. Mama Kelvin aliruka kwa haraka. "Kelvin, shika hii ndoo," alisema kwa hofu. Kelvin akiwa amekaa, alijibu bila hata kugeuka. "Sio kazi yangu kuchota haya maji. Mngekuwa mnajua hii hali itatokea, mngekuwa mmetafuta hela za kununua mabati mapya. Mbona kwa kina Frenki maji hayaingii ndani kwao? Na mimi najua ni kwa sababu baba yake amenunua mabati mapya." Mzee Matayo akamkaripia. "Kelvin, sisi hatuwezi kujilinganisha maisha na wale. Amka, nimekutuma, toa haya maji, ni wajibu wako," alisema kwa sauti ya amri. "Usinionyeshe mamlaka kwenye maisha ulioshindwa kuyasimamia." Mama Kelvin, machozi yakimdondoka, alisema, "Kelvin, tafadhali usimjibu baba yako hivyo." Kelvin akamkatiza, "Usinililie, machozi hayabadilishi chochote." Kelvin aliondoka bila kutoa yale maji. Mama yake na baba yake waliamua kusomba maji na kumwaga nje ili waokoe nyumba pekee iliyobakia. Tafadhali tusaidie kusubscribe kwenye chaneli yetu na bonyeza alama ya notification bell. Usisahau pia kulike na kucomment. Asubuhi iliyofuata, jua lilipochomoza, Kelvin alikuwa anavaa sare yake iliyochakaa. Aliitazama kwenye kioo kilichopasuka na akatikisa kichwa. "Leo watanicheka tena," alisema kwa sauti ya chuki. Mama Kelvin alikuwa pembeni, akasema kwa upole wa hofu, "Usiwaangalie." Kelvin akamgeukia. "Wewe hujui maana ya kuaibishwa, kila siku nachekwa shuleni." Mzee Matayo akaingilia. "Kazana na kusoma mwanangu, elimu itakutoa hapa na kuipa familia yetu maisha mazuri." Kelvin akacheka kwa kejeli. "Elimu gani bila nguo nzuri? Msinipe hadithi zenu hapa." Basi Kelvin akaamua kuondoka zake. Jioni hiyo Kelvin alirudi nyumbani akiwa na uso mgumu. Akarusha begi chini kwa nguvu. "Leo aliniita mtoto wa maskini mbele ya darasa," alisema kwa sauti iliyotikiswa na hasira. Mama Kelvin akamuuliza kwa sauti ya hofu, "Nani?"
Kelvin akajibu kwa mkato, wote. Mzee Mathayo akasema, usiruhusu maneno ya kuvunje moyo mwanangu. Kelvin akapigia kelele, yananivunja kwa sababu ni ya kweli. Mama Kelvin akalia, Kelvin, tunajitahidi mwanangu, ni suala la muda tu. Kelvin akamjibu kwa ukatili, jitihada zenu hazinisaidii na wala hazionekani. Mzee Mathayo alimkazia macho mwanawe. Siku moja utajuta maneno haya, alisema kwa sauti nzito. Kelvin akacheka kwa dharau, sitajutia chochote kile. Mzee Mathayo akasema, dunia si laini. Kelvin akajibu, haitakuwa ngumu kuliko hapa. Kimya kizito kilitanda ndani ya nyumba ile. Mama Kelvin alikaa chini, machozi yakimdondoka kimya kimya. Mzee Mathayo alikaa bila kusema neno, akitazama moto ukizimika taratibu. Kelvin aliingia chumbani mwake, akajilaza bila usingizi, macho yake akitazama paa lililotoboka. Hii siku Kelvin alienda shule, ila baada ya muda mfupi Kelvin alirudi kutoka shuleni mapema kuliko kawaida, uso wake ukiwa umejaa aibu na ghadhabu. Alipofungua mlango kwa kishindo, mama Kelvin alishtuka. Umerudi vipi mapema? Aliuliza. Mwalimu amesema nilete ada iliyobaki, alisema kwa sauti iliyokaza. Mzee Mathayo akasema, tutatafuta njia. Kelvin akamkatiza kwa kelele, njia gani? Kuuza nini tena? Mama Kelvin akasema kwa upole, tutauza mbuzi. Kelvin akamwangalia kwa dharau, huyo mbuzi tayari ana njaa kama sisi. Mzee Mathayo akapaza sauti, usitukane jitihada. Kelvin akamjibu kwa moto, jitihada zisizo na matokeo ni mateso. Mvutano ulizidi kupanda wakati jirani mmoja alipita nje na kusalimia kwa sauti ya juu, maneno yake yakisikia ndani. Kelvin akatabasamu kwa uchungu. Hata jirani wanajua hali yetu, alisema. Mama Kelvin akamkemea, acha kujilinganisha na watu. Kelvin akamgeukia, nitaacha lini kuona tofauti iliyo wazi? Mzee Mathayo akasema, usijifanye adui ya damu yako. Kelvin akajibu, damu bila msaada haina maana. Mama Kelvin, machozi yakimdondoka, alisema, Kelvin, tulikupenda kabla hata ya kukujua. Kelvin akatikisa kichwa, upendo wenu uliniacha bila maisha. Kelvin alisoma kwa shida sana hadi akafanikiwa kumaliza elimu yake ya sekondari. Hatimaye matokeo yalitoka na akafaulu kwenda chuo kikuu. Baba yake aliuza mashamba yake ili aweze kupata ada ya kumlipia kwenda chuo kikuu. Lakini yeye hakujishughulisha na kitu chochote kile, wala hakujali juhudi za wazazi wake kumsomesha. Aliona ni jukumu lao na wanapaswa walitimize. Hatimaye siku ya kwenda chuo ilifika. Kelvin aliondoka kijijini kwenda mjini kwa ajili ya chuo. Wazazi wake walimsindikiza hadi kituoni. Mama Kelvin alisema, mwanangu, jihadhari. Kelvin akajibu kwa sauti, sitaki ushauri mama, mimi naelewa kila kitu. Mzee Mathayo akasema, usisahau kutujulisha kama utakuwa umefika. Kelvin akatikisa kichwa, nitawaambia nikifika. Alipoingia kwenye basi hata hakutazama nyuma. Mama Kelvin alibaki amesimama akiwa na huzuni sana. Mzee Mathayo ashusha pumzi, Mungu amuongoze. Ndani ya basi Kelvin alitabasamu. Mara tu alipofika mjini, Kelvin alikutana na vijana wa chuo waliotoka familia za kitajiri. Walikaa kwenye viti vya kifahari wakizungumza. Wewe unatoka wapi? Mmoja akauliza. Kelvin akajibu haraka, nimekulia mjini pia. Mwingine akasema, baba yangu ana biashara Dubai. Kelvin akacheka, yetu ipo nje pia. Simu zao zilikuwa za gharama, mavazi yao mapya. Kelvin akatazama viatu vyake kwa aibu. Siwezi kuwa kama hawa bila pesa, alisema kwa hasira ya ndani. Ndani ya kichwa chake uamuzi ukafanyika, lazima nijilinganishe nao. Siku ya pili Kelvin alipiga simu nyumbani. Baba, chuo kinahitaji hela nyingi, alisema bila salamu. Mzee Mathayo akajibu kwa hofu, ni kwa ajili ya nini? Kelvin akasema, ada, vitabu, malazi. Tulituma pesa kidogo juzi. Kelvin akapandisha sauti, hiyo ni ndogo sana. Mzee Mathayo akasema, tutajitahidi tukutumie mwanangu. Kelvin akajibu kwa ukali, fanyeni haraka. Simu ikakatwa. Kelvin akaangalia marafiki zake, anajiona yupo levo za chini sana. Nyumbani wananichelewesha, alisema kwa dharau. Na baada ya muda baba yake alimtumia hela. Kelvin alianza kuishi maisha ya kuigiza. Alikula kwenye migahawa na marafiki zake. Leo nalipa, alisema mara ya kwanza kwa ujasiri wa uongo. Kadri siku zilivyopita, Kelvin alianza kuwaona wazazi wake kama mzigo. Simu ilipopigwa mbele ya marafiki, aliitazama kwa dharau, kisha akaikata. Alijisemea,
wananitia aibu tu, siwezi kupokea simu zao kila wakati. Mama Kelvin alipiga tena. Kelvin akazima simu. Hawaelewi maisha ya mjini, sitaki usumbufu wa mara kwa mara. Mahitaji ya Kelvin yalizidi kuongezeka, sababu alitamani kuishi maisha ambayo ni ya kuigiza. Hii siku Kelvin akapiga simu. Baba, nahitaji hela ya laptop, alisema bila haya. Mzee Mateo akasema, laptop? Kelvin akajibu kwa jeuri, ndiyo, ni lazima niwe nayo ili niweze kusoma. Mzee Mateo akasema, hatuna uwezo huo kwa sasa mwanangu, pesa ulionohitajia ni kubwa sana. Kelvin akapiga kelele, mimi silijui hilo, ni kazi yako wewe kunisomesha. Simu ikakatwa pale na Mzee Mateo alibaki na mawazo sana moyoni, sababu hakujua ni wapi angepata hizo pesa. Mzee Mateo alianza kuuza kila kilichobaki. Alitoa gunia la mahindi. Mama Kelvin akauliza, tutakula nini? Mzee Mateo akasema, mtoto wetu anasoma, inabidi tufanye kila linalowezekana huko alipo asisome kwa shida. Baada ya siku chache, Kelvin alipokea hela na kutuma ujumbe mfupi, nimepokea. Hakusema hata asante. Kelvin mjini aliendelea kujionyesha. Baba yangu ananijali sana, alisema mbele ya marafiki zake, huku akionyesha miamala alikuwa anatumiwa na baba yake. Miaka ilipita, Kelvin alimaliza chuo. Aliamua kupanga, alikataa kabisa kurudia maisha ya kijijini, huku akiwa anatafuta kazi kwa nguvu sana. Baada ya miezi michache baadaye, alifanikiwa kupata kazi. Aliona maisha yameyapatia sana. Hii siku kwa jeuri kabisa, aliamua kupiga simu nyumbani. Baba, nimepata kazi mjini, alisema kwa sauti iliyojiona imeshinda. Mama Kelvin alipiga kelele za furaha. Asante Mungu! Mzee Mateo alisimama haraka. Hatimaye Mungu amejibu maombi yangu, nimekuwa nikikuombea sana mwanangu, alisema kwa sauti ya matumaini. Kelvin akaongeza, nitakuwa ninaishi mjini. Mama Kelvin akasema kwa bashasha, nina furaha sana kwa ajili yako mwanangu. Kelvin akajibu kwa dharau, sawa, na simu ikakatwa. Ndani ya nyumba, wazazi wake walikuwa na furaha, wakiamini mateso yameisha na Kelvin anaenda kuwatoa kwenye umaskini. Walikuwa ni watu wenye furaha sana siku hiyo. Mwezi ulipita na hii siku Mama Kelvin alipiga simu na haikupokelewa. Alipiga tena, lakini kimya. Mzee Mateo akasema, labda iko kazini. Wiki ikapita. Mwezi mwingine ukapita. Mama Kelvin akasema kwa hofu, hata meseji zangu hazioni kweli? Alijisemea, labda ana mambo mengi, lakini macho yake yalikuwa yamejaa wasiwasi. Siku moja, jirani wao mmoja alifika nyumbani. Mzee Mateo, alisema. Mzee Mateo akasema, karibu. Jirani akasema, nilikuwa mjini siku 2 hizi hatujaonana, nikaona nipite kuwasalimia. Kwanza ongereni sana. Nimemwona Kelvin kwenye ofisi kubwa sana, japokuwa sikufanikiwa kuongea naye kitu, ila ongereni sana. Mzee Mateo akasema kwa fahari, Mungu ametenda. Jirani akatikisa kichwa. Lakini aliponiona, alijifanya anijui. Ni siku nyingi sana, labda atakuwa amenisahau. Mama Kelvin akasema, tafadhali tuambie mahali alipo. Jirani akawa amewaelekeza pale kila kitu hadi ofisi inapopatikana, na aliwaelekeza pia jinsi ya kufika. Mama Kelvin alitamani sana kumwona mwanaye. Alikuwa akimpigia simu bila mafanikio ya kumpata. Alikuwa na wasiwasi sana. Basi walipanga kwenda kumwangalia mjini. Siku chache baadaye, mama na baba Kelvin walifika mjini. Walifika kwenye jengo refu lenye vioo. Mama Kelvin akasema kwa hofu, hapa ndipo tumeelekezwa? Mzee Mateo akasema ndiyo. Walifika mapokezi. Mama Kelvin akasema kwa upole, tunamtafuta Kelvin. Mhudumu akasema, una appointment naye? Mzee Mateo akasema, sisi ni wazazi wake. Aha, hebu subirini. Basi alimpigia simu pale na kumwambia, kuna wageni wako wamekuja kukuona. Kelvin alikuwa ofisini akiwa na wenzake. Ilibidi anyanyuke pale na aende mpaka mapokezi. Alipowaona, alishtuka sana na macho yake yalijaa hasira sana. Hawakufuata nini huku? Na ni nani amewaelekeza hapa? Hii ni aibu sana. Wakijulikana ni wazazi wangu, nitaweka wapi sura yangu mimi? Kwa kweli, hili siwezi kuliruhusu. Siwezi kamwe kusema hawa ni wazazi wangu. Ikabidi asogee pale, na mama Kelvin alipomuona tu, akapiga kelele kwa furaha. Kelvin mwanangu! Mzee Mateo akasema kwa bashasha, mtoto wangu! Watu wakageuka. Kelvin akasimama ghafla. Uso wake ukajaa dharau. Mnanijua kwani? Samahani, nyinyi kina nani na mnamtafuta nani? Mama Kelvin akacheka kwa furaha.
wewe ni Kelvin, usitutanie bwana. Hivi unajua tumepata shida sana kufika hapa, we hujui tu. Kelvin akatikisa kichwa, akasema, siwaelewi kabisa mnachokiongea. Mimi siwajui nyie na sijui hapa mmekuja mna shida na nani. Mzee Matayo akasogea, mwanangu, mimi ni baba yako. Kelvin akacheka kwa dharau kubwa, baba yangu? Mama Kelvin akasema, na mimi pia ni mama yako. Kelvin akapandisha sauti, mama yangu hayuko kijijini. Mama Kelvin akatetemeka, Kelvin, angalia vizuri. Kelvin akasema kwa ukali, akageuka kwa watu, sijui hawa watu. Mwanangu, kwa nini? Kelvin akasema bila huruma, mmekosea mtoto. Mzee Matayo akasema kwa uchungu, tuliteseka kwa ajili yako. Kelvin akajibu kwa dharau, msimwage drama hapa na msitafute umaarufu. Mama Kelvin akajaribu kumshika mkono. Kelvin akajiondoa. Msiniguse, alisema kwa sauti ya juu. Nyie sio wazazi wangu. Watu walitazama kwa mshangao. Mhudumu alisogea. Kwani kuna shida? Kelvin akasema, ndiyo, hawa watu wamenifuata wakijifanya wananijua. Mama Kelvin akapiga kelele, Kelvin! Kelvin akageuka. Nimesema siwajui, usilazimishe niwajue. Sina wazazi maskini kama nyie. Hakujua maneno yale yalikuwa yanajenga mzigo mzito juu ya maisha yake, kwa sababu ukweli haupotei tu, unanyamaza tu, na siku ikifika huumiza kuliko yote. Baada ya maneno yale ya Kelvin, walinzi wa ofisi walifika haraka. Tafadhali tokeni nje, mmoja alisema kwa sauti kali. Mama Kelvin akajaribu kuongea, tunaomba. Hakumaliza. Tokeni. Walinzi wakazidi kuwafukuza. Watu walikuwa wanatazama tu kama picha ya Hindi. Mama Kelvin alilia sana. Mzee Matayo alimshika mkono akamwambia, twende, alisema kwa sauti iliyovunjika. Walitolewa nje kama watu wasio na maana. Ndani, Kelvin alikaa kimya, uso wake mgumu. Hatimaye aibu hii imeondolewa hapa, alisema kwa sauti ya chini. Hakujua aibu ile ilikuwa ni mwanzo wa mwisho wake. Baada ya maneno yale ya Kelvin, waliporudi kijijini ilikuwa kama ni msiba mzito sana. Mama alikuwa akilia tu. Hakuna aliyeamini kama Kelvin, mtoto wao waliomlea kwa shida na tabu, leo hii amewakana hadharani na kusema yeye sio mtoto wao. Siku zilipita na tukio lile ni kama lilimletea shida mzee Matayo. Alikuwa ni mtu wa mawazo sana. Alikuwa akiwaza sana bila mpangilio. Akiwaza ni kiasi gani alijinyima ili aweze kumsomesha mwanaye, huku akitarajia labda siku moja elimu ya mwanaye itakuja kuwasaidia. Lakini haikuwa hivyo. Alijisemea, ni bora asingesoma kabisa. Elimu tuliyotegemea itakuwa ni msaada kwetu, sasa imekuja kutuaibisha. Mzee Matayo alihuzunika sana. Baada ya siku chache, mzee Matayo alikaa kimya sana. Alianza kuonekana kama mgonjwa na alikuwa anakula kwa tabu sana. Hii siku, Mama Kelvin alisema, mzee Matayo, maomba ujitahidi angalau kula kidogo. Mzee Matayo akatikisa kichwa akasema, sina hamu ya kula, sijisikii kabisa kula. Usiku alilala vibaya, alishika kifua, kilikuwa kinamuuma sana. Aliona kama hali inaanza kubadili ghafla isivyokuwa kawaida. Aliita kwa sauti, Mama Kelvin, akapiga kelele, msaada, naomba nisaidie, nakufa mimi. Mama Kelvin pale ni kama alikuwa amechanganyikiwa, akiwa hajula fanyaje kabisa. Ilibidi aende kuomba msaada kwa majirani. Chap, kwa haraka majirani wakaja mbio. Mzee hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Huku akiita, Kelvin mwanangu, alitamka huku pumzi yake ikikatakata. Dakika chache baadaye, pumzi ikakata kabisa. Mama Kelvin akapiga yowe, mume wangu amekufa. Maskini mzee Matayo alifariki kwa shinikizo la damu baada ya kupata msongo mwingi wa mawazo. Mtoto wake mwenyewe amemuua. Hii dunia kwa kweli haina huruma. Kelvin alitafutwa ili aambiwe kuhusu msiba wa baba yake, lakini hakuna aliyefanikiwa kumpata. Yule jirani aliyewaelekeza mjini wazazi wa Kelvin, kumbe alihadithiwa stori nzima na mzee Matayo kabla hajafariki. Ilibidi awaambie watu, msijisumbue kabisa kumtafuta huyo Kelvin, mtakuwa mnafanya kazi bure kabisa. Kwanza aliwakana hawa wazazi wake na akasema wao sio wazazi wake, labda wamekosea mtoto. Na alisema hawatambui kabisa na hajawahi kuwaona. Hizo sentensi zilimuumiza kila mtu pale aliyekuwa msibani. Ilikuwa ni huzuni sana. Baada ya mazishi, Mama Kelvin ilibaki peke yake. Alipiga simu ya Kelvin.
Haikupatikana. Mama alikata tamaa kabisa ya kuishi. Aliona hana maana tena hapa duniani kwa sababu ameipoteza familia yake yote. Wakati hayo yakitokea kijijini, Kelvin aliendelea na kazi zake mjini kama kawaida, na alikuwa akifanya kazi kwa mazoea sana. Alikuwa hana nidhamu kazini kabisa. Alikuwa akifanya kazi pale alipokuwa akijisikia tu. Siku nyingine alikuwa haji kazini na alikuwa akitoa sababu za uongo tu. Sasa hii siku alifika kazini akiwa amechoka sana. Bosi wake akamwita ofisini na akamwambia, "Kelvin, mradi huu umechelewa kufanyika sababu ya uzembe wako na kutokuwa makini kazini. Naomba uwe makini kazini. Hii kazi imeleta hasara na kampuni yetu imekosa mapato. Next time, naomba usirudie ujinga kama huu. Sitauvumilia kabisa." Bosi alisema kwa hasira. Kelvin akajibu kwa jeuri, "Sawa." Bosi akapiga meza. "Hii hasara ni kubwa na wewe unaichukulia kirahisi tu." Bosi akasema kwa ukali, "Hii ni mara ya mwisho, kuwa makini." Siku chache baadaye, tatizo lile lile likatokea tena kazini kwa sababu ya uzembe wake. Bosi akamwita tena. "Kelvin, kampuni imepoteza pesa nyingi," alisema. Kelvin akasema, "Bahati mbaya boss." Bosi akasimama kwa hasira na hapo hapo akampa barua ya kumfukuza kazi. Kelvin akasimama kimya. Alitoka nje bila kusema neno. Moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu. "Hii haiwezekani," alisema peke yake, lakini hakujali wala chanini. Alijiondokea kwa dharau. Akasema, "Sehemu za kufanya kazi zipo nyingi sana. Nitapata hata kwingine, sio wazima hapa." Baada ya kufukuzwa, marafiki wake walibadilika. Kelvin alipiga simu kuomba msaada, lakini hakuna aliyemsaidia. Kila aliyempigia simu alisema sina msaada. Wengine walimkatia simu na kumuona kama kero. Sasa hii siku alimcheki rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anamsaidiaga sana kipindi akikwama. Alichukua simu na kumpigia. Alimjibu, "Kesho nitakutafuta. Sasa hivi nipo busy kidogo." Alisubiri siku hadi siku, lakini hiyo kesho haikufikaga. Sasa Kelvin ikabidi umfate kabisa anapokaa, akaenda moja kwa moja. Alipokuwa anakaribia, alimuona rafiki yake ameingia ndani, akajisemea afadhali nimemkuta. Labda hapa leo naweza kupata msaada. Alifika na akagonga sana mlango zaidi ya nusu saa. Aliita na kuita, lakini wapi? Hakuna aliyetoka nje. Kelvin akaanza kuelewa. Walikuwa marafiki wa pesa. Alikaa chini ya jengo. Tumbo lilikuwa tupu. "Hivi ndivyo maisha yalivyo," alisema kwa sauti ya huzuni. Siku moja Kelvin aliamua kumpigia baba yake ili kama ana pesa kidogo amtumie. Simu ilipopigwa, haikupatikana. Alipiga tena, kimya. Alituma ujumbe, hakuna jibu. Kelvin akakasirika. "Hata wewe baba, na wewe hupokei simu zangu?" alisema. Hakujua simu ile haingejibiwa tena. Siku zikapita. Alifukuzwa hadi alipokuwa anaishi sababu alishindwa kulipa kodi. Alilala mtaani. Alikula kwa tabu. Kila mlango aliobishwa ulifungwa. Jina lake halikuwa na maana tena. Baada ya mateso mengi, Kelvin aliketi peke yake usiku mmoja. "Nimefanya nini? Najiona ni mwenye makosa sana. Dhambi niliyoifanya sasa imeanza kunitafuna. Nilifanya kila kitu ili niwafurahishe marafiki zangu, hadi kufikia hatua ya kuwakana wazazi wangu kwa kuwapendeza wao. Nikijua hao ndo watu wangu wa karibu, hata ningekuwa na shida wangenisikiliza na kunisaidia. Lakini wapi, kila mtu amenikimbia. Nilitoa pesa zangu, niliwasaidia wakati wa shida zao, lakini leo hii wakati wa shida yangu, kila mtu amejitenga mbali na mimi." Aliwakumbuka wazazi wake na aliishia kulia sana. Alikumbuka jinsi baba yake alivyomsomesha kwa shida. Moyo wake ulimhukumu sana. "Nitarudi nyumbani, nikaombe msamaha, nianze maisha mapya," alisema. Asubuhi iliyofuata, alianza safari ya kurudi kijijini. Mavazi yalikuwa yamechakaa, uso ulikuwa umechoka. Hakuna aliyemsindikiza, hakuna aliyempigia simu. Alipofika nyumbani, nyumba ilikuwa kimya. Mama Kelvin alikaa nje. Alipomuona, alisimama taratibu. "Kelvin?" alisema kwa sauti dhaifu. Kelvin akapiga magoti. "Mama?" Mama Kelvin akalia sana, kwani hakujua kama mwanaye ipo siku atarudi tena. Alimuulizia baba yake na mama yake akamwambia, "Baba yako amekufa siku chache baada ya sisi kuja kukuona mjini. Alikufa kwa shinikizo la damu.
sababu alikuwa ni mtu mwenye mawazo kila siku. Maneno yale yakamgonga kama radi. Kelvin akalia kwa sauti kubwa, nimewakosea sana. Tafadhali baba, naomba unisamehe huko ulipo. Mama Kelvin pamoja Kelvin walilia sana, ni kama walikuwa wameanzisha msiba upya. Kelvin alikaa kijijini. Alianza maisha mapya kwa tabu. Alilima huku akiwa anapambana kumtunza mama yake. Hukumu ilikuwa ni kubwa sana moyoni mwake, na kila siku alikuwa akiomba msamaha kwa mama yake. Mama Kelvin alikuwa akimwambia, maisha hufundisha, nimekusamehe mwanangu, tusonge mbele. Stori yake ikawa funzo, kwa sababu anayewakataa waliomlea, maisha humkumbusha kwa uchungu, na uchungu huo haulizi kama uko tayari. Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Tuambie, ungekuwa wewe ni mama Kelvin, ungemsamehi mwanao ama ungemwambia akatafute wazazi wengine, maana aliwakana nyie? Tuandikie hapo maoni yako. Usisahau kusubscribe katika chaneli hii, na pia usisahau kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye. Mwisho wa story hii ni mwanzo wa story nyingine. Channel ni moja tu. Hakikisha umesubscribe ili kupata story tamu kama hizi. Bye bye.